Mtazamaji, karibu katika mfululizo wa vipindi vya Kilimo Ajira Yangu, tukiwa bado tunaangazia mpango maalum wa Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI, kituo cha Naliendele, kwa kushirikiana na Bodi ya Korosho Tanzania, kuwafundisha maafisa kilimo, wapuliziaji wa viuatilifu katika zao la korosho na viongozi wa vyama vya msingi AMCOS juu ya utambuzi wa magonjwa na wadudu wasumbufu wa mikorosho, namna ya kuyadhibiti kwa kutumia viuatilifu kwa usahihi. Kumbuka, kipindi hiki kinaratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI, kituo cha Naliendele. Wilaya ya Nanyumbu, kama zilivyo wilaya nyingine za mkoa wa Mtwara, inalima zao la korosho kwa wingi na ni zao tegemeo kwa uchumi wa wakazi wa wilaya hiyo. Wakulima wa wilaya hii si wageni wa magonjwa na wadudu wasumbufu, hali inayofanya watafiti wa kilimo kutoka TARI Naliendele kutumia mbinu mpya ya kufundisha, ambapo hapa maafisa kilimo na wapuliziaji wanaeleza changamoto zao kwenye zao la korosho na kupatiwa ufumbuzi. Mimi pia nataiji maelezo ya ziada kwa wapuliziaji wetu. Kuna namna wanachanganya sumu ya wadudu ya maji, sulfa ya maji pamoja na booster. Yaani wanavichanganya vyote kwa pamoja. Wenyewe wanasema wanasevu muda, wanafanya. Tunaomba nao pia wapate maelezo kupitia changamoto ambayo tayari nimekutana nayo kupitia na ugonjwa wa ubiriunga. Kwa kuwa ubiriunga kuna madawa yake rasmi ambayo tayari tunayatumia, lakini hata hivyo inaonyesha kila mwaka bado tunaendelea kutibu ugonjwa ule ule, lakini bado unaendelea na huo, hautaki kuhama. Tatizo nini? Tatizo dawa ama tatizo ni sisi wapuliziaji? Hapo bado sijajua. Kwa hiyo ni swali langu. Nina swali moja kwa watu wa Subatex. Subatex ile ukisoma maelezo yake wanasema upulize kabla ya maua hayajaanza kutoka. Sasa sijajua tunatibuje huu biriunga au hii blight. Sababu blight inaweza ikatokea wakati maua yameshatoka. Na labda ina athari gani kwa mazingira? Swali langu ni kitu gani kinachostahili kuanza? Kwa sababu mashamba yetu ya mikorosho ni mashamba ambayo tunatumia kulima na mazao ya kawaida. Huwa wadudu wanakuwepo. Kati ya sulfa ya unga pamoja na sumu, ni kipi kinastahili kuanza na kwa wakati gani? Dr. Wilson Nene, mtafiti mwandamizi wa zao la korosho katika Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI, kituo cha Naliendele, anatolea ufafanuzi baadhi ya changamoto zinazowakabili wakulima. Unatibu mkorosho wako, lakini kumbuka kwamba haumalizi kabisa huu ugonjwa. Kwa hiyo vyanzo vya ule ugonjwa vinaendelea kuwepo mwaka hadi mwaka. Sawa? Vinakuwa kwenye majani hata yaliyodondoka, lakini vinajificha pia kwenye majani machanga uvunguni mwa mkorosho. Tuko pamoja? Kwa hiyo wakati mwingine unakuwa uvioni kwa sababu kwa mfano vyenyewe vinaathiriwa na mvua. Mvua zinapokuwa nyingi havina uwezo wa kukua. Ila vipo. Yaani hapa tunapoona hapa, yani ni kwenye hizi ni hatua za ukuaji, kwamba kimekua ndio maana umekiona. Ila ukisafisha yani unaweza ukachukua jani ambalo unaliona wewe safi kabisa, lakini mtu akaenda kuangalia akakuta hicho kimelea kipo. Sawa? Ila akija kuwa na kutoa huo tunaouita ugonjwa. Kwa hiyo hizi tu
ni hatua tu. Unaposema labda ndo ameenda, huu ndo mkono, hii miguu, ukawa mwili mkubwa tu hivi, sawa, ni hatua tu tunavyoona hizi rangi hizi. Lakini vimelea vyenyewe vinavyosababisha ugonjwa tunakuwa hatujavimaliza. Tuko pamoja kwa hiyo ndo maana upo na unaendelea kuwepo mpaka tu vinaweza vikaisha tu kama kunakuwa na mazingira ambayo si rafiki kwa ajili ya hivi vimelea kuleta shida. Nikijibia kuhusu hichi kiwatilifu hiki kwamba sijui kabla ya maua, hiyo sio sahihi, si ndio? Tusitumie hayo maelezo. Kwa sababu ni kweli sisi tunalenga tukinge na tutibu maua, si ndio? Sasa ukiniambia mimi ni maua yakianza kutokeza ndo ina maana nimemaliza msimu sasa, kwa sababu kwenye korosho nitasemaje kwenye tu shada mojawapo kwa maana ya paniko, maua yenyewe yanatofautiana kwenye utokaji. Ndio maana kwenye shada moja tu korosho nyingine imeshadondoka, nyingine huwa ndo linatoka, si ndio? Sasa ukiandika maelezo ya aina hiyo, kwanza unakuwa inaleta shida. Hicho kiwatilifu mtu atakitumiaje? Sinakuwa ni ngumu. Kwani ngumu aishie tu mwanzoni tu, na mwanzoni hata mwezi hauishi. Kama akiishia mwanzoni kabla ya maua, hata mwezi hauishi. Sababu mikorosho ikishaanza kuchipuza tu katika mwezi nyingine tu unakuta inachipuza hapo na maua yanatoka tu. Ukiwa msimu umechelewa kidogo unashangaa vinaunganika tu vyote haraka sana, si ndio? Kwa hiyo kiendelee kutumiwa tu muda wote, sawa kadiri tatizo linapokuwepo, isiangaliwe wakati wa maua wala wakati wa kwamba mpaka yatoke maua. Je, ni mikorosho mingapi mpuliziaji anatakiwa kupuliza kwa tanki moja la pampu ya kupulizia lenye ujazo wa lita 16 ama 17? Swala kupuliza dawa ya maji kwenye mashamba tunayoajiriwa inategemea kwanza na mwenye shamba. Mwingine anaweza kumuelimisha kwamba bwana tunatakiwa tupulize maji haya hapa tupate leo mikorosho 12. Lakini anakuambia bwana wewe mwagia, lakini tukiendelea kumpa elimu anaelewa. Nili wastani wake mikorosho 12 kwenye tenki moja mwanzo ukafanikiwa. Naona kama aliwezea operator pale. Na kweli mkorosho kama mwingine wanao wakulima hawa. Kama jamani natakiwa mkorosho kila mahali baba wenda tenki 12 lita 12 au 16, natakiwa upate mikorosho 12 au mikorosho 10 lita 12. Sikia hapana bwana, wewe nyunyuzia tu bwana wewe. Hata mikorosho 20, unaona? Sasa ile ya lita 16. Lita 16 kama mkulima. Ufrana kwa sababu kuna mikorosho baadhi kuna mikorosho nyingine mkubwa sana, nyingine ya michache. Yaani imezidi kabisa kama mkubwa kabisa 10. Kwa mashine ambayo ina ujazo wa lita 16 kulingana na mikorosho ilivyo na utofauti, na pia hata upuliziaji vile vile tofautiana. Kwa hiyo unaweza kupuliza mikorosho 10. Yaani imepungua aidha 8, 10 au 8. Je, maelezo haya waliosema wapuliziaji ni sahihi? Dr. Nene anafafanua zaidi. Yaani mikorosho mikubwa, hiyo mikubwa na ndo ilivyo, unaenda mwisho mpaka robo tu hiyo 250 tu. Kwa maana yani tunashauri hivi, kilo moja tunavyoshauri jamani, kilo hii usipulizie chini ya mikorosho 4. Yaani wewe kamata hilo tu, umepulizia 5, umepulizia 6,
iko sahihi, inategemea na size ya hiyo mikorosho. Umepulizia 7, umepulizia 8, uko sahihi. Sijui tunaelewana? Hizi habari za kuogesha hizi jamani, habari za kuogesha huko zinaunguza maua ni hatari. Na misimu yote hii miaka kama 3-4 ni matatizo makubwa. Linaanza la kuchanganya maviuatilifu ambayo yanaleta vitu vingine, halafu naenda tunaogesha. Tunaua. Kwa hiyo jamani, kilo moja si chini ya mikorosho mingapi? Kwa hiyo kama umeweka kwenye tenki, matenki mengine yanachukua kilo 8 wanasema, si ndio? Naam? Za sulfa ya unga mpaka 12, si ndio? 8 mpaka 12, si ndio? Ina maana umeweka kilo 8, si ndio? Kwenye tenki umeweka kilo 8. Kilo moja si chini ya mikorosho 4. Kwa hiyo 8 mara 4 ni mikorosho mingapi? 32. Kwa hiyo tenki ile ulioweka kilo 8 sio chini ya eka moja. Yaani sio chini ya mikorosho 32. Eka moja si ni 27 tu, 28, 20 ngapi tu, inategemea. Sijui tuko pamoja? Kipimo chepesi tu hicho kwamba umeweka kilo 8. Mikorosho hii eka moja, mikorosho unatembea. Tena inakuwa vizuri ukiwa na hata mkulima huyo operator ana mnaelekezana. Sijui tumeelewana jamani? Lengo hii hapa inapofanya kazi sio mpaka yani kama hiyo ikae nyingi mpaka nyingine imwagike chini huko rundo mpaka ionekane haifai, mpaka ionekane shida iende. Ndio hayo tunaosema jamani, inababua maua, inababua majani, sulfa sijui ukifanya, si ndio? Kwanza sulfa imepitishwa kwenye kilimo hai. Yaani yenyewe haina athari, haitengenezeshi usugu aina yoyote kwenye jani wala kwenye ua wala kwenye ubwiliunga wala kwenye nini, haitengenezi shida. Mtazamaji, ni matumaini ya kipindi hiki kwamba utakuwa umejifunza kupitia maswali na majibu kutoka kwa wapuliziaji na maafisa kilimo, pamoja na majibu mazuri kutoka kwa mtafiti mwandamizi wa zao la korosho. Na sasa tuangazie madhara ya kuchanganya viuatilifu kwa makosa. Kuna namna mbalimbali zisizopungua 3 ambazo zinaweza zikatokea ukichanganya viuatilifu. Namna ya kwanza, unaweza ukachanganya viuatilifu viwili kama tunaoita labda ni sumu na dawa ukachanganya. Lakini ni kwamba kumbe kiuatilifu kingine kina uzito mkubwa, kina uzito kingine ni chepesi. Yaani kilivyo utengenezwa tu. Kwa hiyo utakuta ukivichanganya chepesi kitakaa juu, chenye uzito mkubwa kitakaa chini. Kwa hiyo kama chepesi ilikuwa ni tunayoita sumu kwa ajili ya wadudu itakaa juu, alafu tunayoita dawa kwa ajili ya labda ubwiliunga au blight itakaa chini. Ukienda wewe unachanganya, unasema vimechanganyikana vizuri, unaenda kupuliza. Kwa hiyo ukienda kupuliza au kunyunyizia, ni mikorosho labda 20, utakuta 10 ndio itapata kile chepesi cha juu na 10 itapata kile kizito cha chini. Kwa hiyo unatoka huko kwamba wewe umedhibiti wadudu waharibifu na ubwiliunga, lakini uhalisia si kweli. Uhalisia ni kwamba kilichokuwa chepesi kama ni cha wadudu ndo kimeenda kwenye mikorosho 10 ya kwanza, na kilichokuwa kizito kama ni cha magonjwa ndo kilichoenda kwenye mikorosho 10 ya mwisho. Kwa hiyo ni hali ya kwanza ambayo inaweza ikatokea kwa viuatilifu vya aina hiyo ukivichanganya. Kuna vingine ukivichanganya kimoja kinaondoa nguvu au uwezo wa kiuatilifu kingine.
Kwa hiyo kama ni cha wadudu waharibifu au kama ni sumu ndio inaondoa nguvu ya dawa tunayoita dawa, basi na maana hiyo dawa au kiuatilifu kwa ajili ya kudhibiti ugonjwa hakitafanya kazi. Kama ni kiuatilifu cha magonjwa ndo kinapunguza nguvu kiuatilifu cha wadudu waharibifu, basi ukivichanganya kiuatilifu cha wadudu waharibifu hakitafanya kazi. Lakini wewe utaona ulichanganya na ukaenda kunyunyizia. Kwa hiyo utakuwa umedhibiti kimoja, kingine akijafanya kazi. Lakini kuna hali nyingine ambayo vinaweza vikaendana vyote tu, ufanisi ukawa mzuri tu, vikafanya vizuri, lakini vikaacha vimeunguza maua na kubabua majani. Kwa hiyo nayo ni hali nyingine ambayo inaweza ikatokea. Umetumia viuatilifu kwa kuvichanganya na umefanya mpaka kuogesha mkorosho, tunatumia kwa wingi hivyo viuatilifu. Matokeo yake, kwa hiyo utakuta majani maua yameungua au majani yamebabuka, ni kwa sababu tu viuatilifu vile kwa upande wa ufanisi vinafanya kazi, lakini vikishachanganywa vile na namna ulivyotumia vimeenda kuunguza maua, vimeenda kubabua majani. Kwa hiyo ni hali ambayo pia inaweza ikajitokeza. Lakini kuna vingine ukivichanganya, kuna vingine ukivichanganya vinatengeneza kitu kingine kabisa. Unaona? Tengeneza kitu kingine kabisa. Yaani mchanganyiko wake kwa wataalamu labda ni sawa umechukua hydrogen ukaongeza na oxygen unapata maji. Kwa hiyo nafikiri umetumia sumu na umetumia hiyo tunayoita dawa, kumbe wewe umeenda kupiga maji tu kwenye ule mkorosho. Kuna viuatilifu vingine nyinyi maopaleta mnafahamu, mnasema vizito. Sawa? Viuatilifu vizito, si ndio? Vizito vile ni vile vyenye SC, sawa? Suspension concentrate, sawa? Vile ile tunachokiita hiyo suspension concentrate, kuna vitu wanakuwa wanaviweka, vinakuwa vingine taasiri ya chokaa ya nini, vinasagwa vinakuwa kama mfumo wa poda. Ndio maana inatengeneza ule uzito. Na lengo kubwa ile inawekwa nayo kuzidi kuongeza ufanisi, lakini pia na kufanya kile kiuatilifu kitakapochanganywa na maji, lakini pia kitakapochanganywa na vitu vingine kifanye vizuri. Sawa? Sasa kile nacho inaweza ikawa ni cha mfumo, sawa? Inaweza ikawa cha mfumo kwa maana kinapenya kwenye jani na kufanya kazi, lakini maopaleta vile vizito, kutokana na uzito wake, kwa sababu iko hivyo ni vizito, utikisaji wake inabidi uwe mkubwa sana. Suala la kupulizia mikorosho bila kufuata taratibu zake kitaalam husababisha kiuatilifu kufanya kazi vizuri ama vibaya. TARI Naliendele imeamua kuwafundisha wapuliziaji namna bora na sahihi ya kupulizia. Wapuliziaji na maafisa kilimo, baada ya kupata uelewa wa kile walichokuwa hawakijui kwenye kilimo cha zao la korosho, hasa matumizi sahihi ya viuatilifu na namna ya kupulizia, wanaeleza uelewa wao. Mafunzo haya yametujengea uwezo kiasi cha kwamba tukishatoka hapa tutakwenda sasa kukaa na wakulima, kuwafundisha
na kuelekeza faida za matumizi sahihi ya viuatilifu hususan katika hili zao la korosho, kwa sababu wakulima wengi wamekuwa wakitumia tofauti kabisa na maelekezo ambao wanakuwa wanafundishwa na wataalamu wa kilimo. Kwa sisi kama halmashauri ya wilaya ya Nanyumbu tutajikita zaidi kwenda kuwafundisha juu ya matumizi haya yaliyo sahihi pamoja na salama ya viuatilifu, kwa sababu wakulima wengine wanatumia vibaya. Viuatilifu ni sumu. Sasa wanapotumia vibaya huwa wakati mwingine vinawazuru sana. Kwa sasa tunajikita kwenda kuwafundisha kuhusu usalama wa hizi pembejeo wanapokuwa wanazitumia, lakini pia usalama wa pembejeo katika mazao ambao wanaokuwa wanayahudumia. Kwa leo tumejifunza kwa kiwango hiko, kwa kweli tutakwenda kupata kuwafundisha wakulima wengine elimu ambayo tumeipata kwa ufasaha zaidi. Kwa mafunzo haya na uchanganyaji wa dawa nimefaidika kitu kimoja, kwamba mwanzo tulikuwa tunaishi kienyeji tu, kwa sababu elimu nayo ilikuwa bado haijatufikia. Baada ya kupata elimu hii, najua wazi itanisaidia kuchanganya dawa vizuri na kupuliza vizuri, na hata kwenda kuelimisha wenzangu kijijini ili tuweze kuchanganya vizuri, ili tusiweze kupata shoti kwenye zao la korosho. Na kwenye upuliziaji nimejifunza vitu vingi sana hapa, kwamba natakiwa nitembee vizuri hatua kutoka mkorosho hadi hatua yenye uwazi, niwe katika kipimo halisi, yani chenye mafunzo mazuri, kwamba nimejifunza vitu vizuri sana kwenye upuliziaji wa korosho. Changamoto za upuliziaji wa kilimo cha korosho kwenye kata yangu, mara nyingi wengi hawatumii namna sahihi ya upuliziaji, yani vile vipimo sahihi vya kitaalamu ya upuliziaji. Unamkuta mtu mwingine anapuliza sana kwa sababu ana dawa nyingi sana, lakini mwingine anapuliza kidogo kwa sababu ana dawa ndogo, yani analazimisha mikorosho mingi, dawa ndogo. Lakini kutokana na mafunzo haya niliyoyapata, ina maana sasa, ingawa nawaelekeza hivyo kila wakati, hii itanipa nguvu nyingine tena ya kwenda kuwaelekeza namna sahihi ya upuliziaji wa mikorosho, na wakati gani wa upuliziaji wa mikorosho, na nini kianze. Hata hivyo, katibu tawala wa wilaya ya Nanyumbu, Palango Salum Abdul, aliyefungua mafunzo hayo, anatoa ushauri kwa bodi ya korosho. Tumekuwa na malalamiko makubwa sana yalisikika na wananchi mwaka jana, kwamba maua yalikuwa mazuri, yamependeza, yana mvuto, baada ya kupuliza tu yakaungua. Unaenda kesho ameizopeleta, unakuta maua yote yako chini. Kweli sio kweli, wakulima wenzangu? Kweli sio kweli? Sasa tusitafute mchawi. Moja wapo ni aina tunavyopuliza. Ndio maana kuna dawa, unaambiwa kuna dawa unywe 1 mara 3, na kuna dawa 3 mara 1. Viko tofauti hivi vitu. Sasa wewe ukisema kwamba mimi dawa zote nitazopewa ni 3 mara 1, tunakuzika. Si ndio hivyo ndugu zangu? Kwa hiyo kila dawa ina muda wake, ina utaratibu wake. Lakini wakulima muda mwingine ni imani, wameshaelewa aina fulani tu ya pembejeo. Mtu mwingine anaambiwa hivi, ndani ya paracetamol ndani yake, maana panado zile ziko aina nyingi, si ndio? Ila ndani yake kuna kitu kinaitwa paracetamol sijui ndani yake. Hii mengine ni kampuni tu tofauti, lakini kilichomo ndani ni kile kile. Sasa watu wamekalili wakulima. Kuna mkulima anasema, yani mimi nisipopata mtende sinenepi kabisa. Mtende mimi nimeuelewa. Sasa nani ya mtende huo? Mtende ni nebo tu, na Kiarabu kile ni maneno, lakini ndani mule unakuta inafanana na aina nyingine, aidha bajuta au aina nyingine. Muhimu ni kuamini katika hizi dawa, lakini na kupuliza kulingana na maelekezo ya wataalamu. Na baada ya hapo zile mali tuziteketeze. Lakini baada ya hapo, wakati wa kupuliza, tujilinde ndugu zangu. Hizi ni sumu. Ndio maana yanaitwa madawa. Utayanywa yale, baada ya muda unapata TB, tunakuzika. Unaenda kupuliza madudu ba huko wazi, unarudi huko na washa, mwingine anapaka paka mafuta ya kula ili asifanyaje. Story ni nyingi huko. Mafuta ya kupikia mtu anapaka ili yale madudu ba yale yafanye. Si ndio hivyo ndugu?
Kwa sababu kuna moja ilikuwa inawasha, inachoma. Kwa hiyo mtu anajipaka mafuta ya kula hivi ya kupikia yale ndo anaenda kupika. Hizo ni mbinu za medani, lakini kuna mbinu sahihi za kujilinda na hayo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi endelee. TARI, kituo cha Naliendele pamoja na Bodi ya Korosho Tanzania, baada ya kutoa mafunzo hayo, taasisi hizo mbili zinasimamia na kuendeleza zao la korosho, zitafuatilia waliopatiwa mafunzo ili wasambaze elimu kwa wakulima wengine. Sahihi sana ya viuatilifu, namna gani viuatilifu vitumike kwa usahihi ili kuweza kudhibiti visumbufu katika zao la korosho, na maanisha kudhibiti magonjwa na wadudu katika zao la korosho. Mafunzo haya yalikuwa yanawajumuisha maafisa kilimo, lakini pamoja na wapuliziaji wa mikorosho, kwa sababu wapuliziaji wa mikorosho nao ni watu muhimu sana katika mnyororo wa uzalishaji wa zao la korosho. Kwa maafisa kilimo pamoja na wapulizaji wa korosho wameweza kujengewa uwezo katika matumizi sahihi ya viuatilifu ili kuweza kudhibiti visumbufu vya zao hili la korosho. Lakini pia kipengele kingine, tulikuwa tunawajengea uwezo viongozi wa watendaji wa vyama vya msingi, yani AMCOS, katika vilivyoko mkoa mzima wa Mtwara, ambapo kwa sababu ni watu muhimu sana katika mnyororo wa thamani wa zao la korosho, kwa sababu zao la korosho thamani yake si tu kuanzia shambani, lakini pale linapokuwa katika soko ambapo linapokelewa sasa na katika ngazi ya chini na viongozi wa vyama vya msingi ambazo ni AMCOS, ambapo wanahifadhi zao hili katika magara yao. Sasa viongozi wa vyama vya msingi au watendaji wa vyama vya msingi walikuwa wanajengewa uwezo kwa habari ya namna gani wanapopokea, kwanza kabisa namna ya kuweza kulitunza gala lao, yani gala liwe safi, liwe na zile sifa za kuweza kuhifadhi kweli korosho ili iendelee kuwa na ubora. Kazi iliyopo mbele yetu kama bodi ya korosho ni kufanya ufuatiliaji wa kina ili kuhakikisha kwamba elimu ambayo imetolewa kupitia mafunzo inawafikia wakulima, na tutawapima wale washiriki wetu ambao wameshapata mafunzo tayari, kwa sababu orodha yao tunayo. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi kuwafuatilia kujua kama wameshaufikisha ujumbe ambao tulitarajia uwafikie wakulima kwa ufasaha. Mtazamaji, mpaka hapa tumefika mwisho wa makala hii. Natumaini umejifunza mengi kupitia kipindi hiki cha Kilimo Ajira Yangu. Kumbuka, kipindi hiki kimeratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania, TARI, kituo cha Naliendele. Usikose kuangalia kipindi kingine cha Kilimo Ajira Yangu wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Asante.